بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu cha التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري اختصار الإمام الزبيدي رحمهم الله, tukiwa katika kitabu mawaqiti salah, kitabu kinachozungumzia nyakati za swala. Na ameanza Imam al-Bukhari kutaja fadhila za swala na vile vile kuhusiana na fadhila za kuchunga nyakati za swala. Qala, nasema an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, mpokelewa hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, Allah mridhie, anna rajulan, kwamba mtu mmoja, aswaba min imra'atin, alipata kutoka kwa mwanamke qublatan. Qublatan kwa maana ya kumbusu. Mtu mmoja alimbusu mwanamke, mwanamke wake alimbusu. Fa ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamwendea Mtume alayhi salatu wassalam. Fa akhbarahu, akamweleza. Fa anzala Allahu azza wa jal, Allah akateremsha kauli yake, wa aqimi salata, na ewe Mtume isimamishe swala ya faradhi, tarafai nahari, mwanzoni mwa mchana na mwisho wake, wa zulafan min al-layli, nasimamisha swala katika nyakati za usiku. Innal hasanati, hakika matendo mema miongoni mwa swala na mengineyo, yudhhibna as-sayyiati, hufuta matendo mabaya na ya uovu. Qala ar-rajulu, yule mtu akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ali hadha, aya hii imeteremka kwa ajili yangu mimi peke yake? Qala, Mtume akasema, lijamii ummati kullihim, ni kwa umma wangu wote. Wa anhu, na kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud pia, fi riwayatin, katika riwaya nyingine, alipouliza yule bwana, ali hadha, aya hii ni kwa ajili yangu mimi? Mtume alimwambia, liman amila biha min ummati, inamuhusu liman amila biha, aliyeifanyia kazi au aliyefanya kama walivyofanya wewe, min ummati, katika umma wangu. Hadithi hii Abdullah ibn Mas'ud inataja kwamba anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Mtu huyo anayetajwa hapa ni Abu al-Basri al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu al-Basri al-Ansari, na mke wake ni Ansaria. Riwaya baadhi hazijataja jina la huyo mwanamke, lakini zimetaja kwamba tu ni Ansaria, naye pia ni Mwansari mwanamke huyo. Kwa huyu bwana akaona kana kwamba inawezekana kwa kufanya hivi udhu wake ukawa umechanguka, kawa hatakiwi tena kuswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia,
imeteremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema wa aqimi salata tarafai nahari. Mtume ameamrishwa asimamishe swala tarafai nahari, mwanzoni mwa mchana na mwisho wake. Na hapa wanawachuoni ikhtalafu fil muradi, wametofautiana wanawachuoni kwenye tarafai nahari, mwanzoni mwa mchana, ni swala gani zinazotajwa hapa? Wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza linasema ni alfajru wa salatu al-isha. Kundi la kwanza linasema ni salatu alfajri wa salatu al-isha, kwa maana hizi ndio swala za kwenye ncha, tarafain nahari, swala za kwenye ncha ya mchana na kimwanzoni mwa mchana. Na hii ni kauli ya Imamu Mujahid ibn Jabri wal Imamu Dhahhak wa al-Imamu Qatada ibn Du'am as-Sadusi wal Imamu al-Hasan al-Basri. Wanasema tarafai nahari maana yake ni salatu al-fajri wa salatu al-isha. Kauli ya pili, tarafai nahari ni al-fajr wal asr, ni alfajiri wal asr, alfajiri wal asri, swala alfajiri na swala alasiri ndio tarafai nahari, tarafai an-nahar. Wal ilmu inda Allah, elimu iko mbele ya Allah ni kwamba tarafai nahari ni salatu almafruḍa, ni swala za faradhi ikiwemo alfajiri na dhuhuri na alasiri. Manake mtu asimamishe swala, Mtume kaambiwa asimamishe swala, azitekeleze swala za mwanzo wa mchana. Alfajiri inaelekea asubuhi, na dhuhur ni mchana, wal asri ni ile ambayo inaelekea jioni. Ama wazulafan min an-nahar wazulafan min al-layl, wazulafan min al-layl, wazulafan min al-layl, sahihi katika zulafa min al-layl وهي المغرب والعشاء، وهي المغرب والعشاء، صلاة مغربي وصلاة عشاء. ndio zulafan min al-layli, kwenye nyakati zile za usiku, nyakati za usiku. Zulafan min al-layl, nyakati za usiku ni salatu al-maghrib wa salatu al-isha. Hizi ndio ambazo zinazotajwa wazulafan min al-layli, wazulafan min al-layl. Na kauli nyingine nasema zulafan min al-layli maana yake ni as-salawatul khams, ni zile swala tano zote, ni zile swala tano zote. Na hii kauli ni kauli ya Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wal Hasan wa Qatada wa Sa'id ibn Musayyab wa Sa'id ibn Musayyab. Kisha akasema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, hakika matendo mema huondosha na hufuta yale matendo mabaya. Al-Imamu Mujahid ibn Jabr rahimahullah anasema innal hasanati, alhasanati maana yake ni la ilaha illa Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, ndio alhasanat. Imam Mujahid ibn Jabr rahimahullah anasema innal hasanati, hakika matendo mema yanasema ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kwa haya maneno ukiyasema yudhhibna sayiati, yanaondosha ubaya wote ambao mtu kaufanya katika madhambi. Hadithi hii inathibitisha ya kwamba swala hufuta madhambi, swala hufuta madhambi, innal hasanati yudhhibna sayiat. Na haya maneno innal hasanati yudhhibna sayiat kwa mujibu wa swala ni saghairu dhunub, ni yale madhambi madogo madogo ambayo mtu anayafanya, min al-lamzi wal-lamam
vile kubeza, kama vile kusengenya kidogo, kufanyaje, hada ina dhunubi saghair, katika madhambi madogo. Lakini swala hazifuti madhambi makubwa. Madhambi makubwa yanafutwa kutokamana na toba. Madhambi makubwa yanafutwa kwa kuleta mtu toba na masharti yake. Kwa hiyo Allah ametuambia aqimi salata tarafay an-nahar wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibna sayiat. Kwa hiyo yale mema ambayo mtu anayafanya huondosha yale maovu ambayo mtu kayafanya pia. Kwa vile unavodumu na ibada yako ya sala, yale makosa madogo madogo, ukafilika ukafanya hivi katika yale makosa madogo ambayo hayamfikishi mtu kwenye madhambi makubwa, huondosha na swala. Kisha hadithi hii pia imesema li jamii ali hadha. Hii ni ishara ya kwamba as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanafahamu ibara za Qur'ani na ibara za Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na salika na ule uasili walionao wa lugha ya Kiarabu na uelewa wao wa matamshi ya kiusuli alfiqhi. Walikuwa wanaelewa bila ya wao kusoma wala kusomeshwa. aqimi salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna. aqimi salata, alielewa kwamba ali hadha, aya hii ni ya kwangu tu, inanihusu mimi, kwa sababu tamshi lililopo limesema aqimi salata. aqimi salata al-mafruḍa, simamisha swala za faradhi. Kwa hii ni ishara ya kwamba masahaba sadiqatuhum wa fitratuhum, maumbile yao walionayo, walikuwa hawahitaji kusomeshwa usulu al-fiqh, walikuwa hawahitaji kusomeshwa usulu tafsir. Kutokamana na maumbile walionayo, walikuwa na ilmu ya utambuzi kwamba hili tamshi lanihusu mimi, na kama alinihusu mimi basi hebu niulize. Ndo huyu akauliza ali hadha, aya hii na haya maneno yananihusu mimi tu peke yangu? Mtume akamwambia la, akamwambia li jamii ummati kullihim. Riwaya nyingine liman amila biha min ummati, ni ya watu wote, na yule yote aliyefanya mfano haya maneno na haya matendo yanamuhusu haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akitenda matendo mema yanaondosha yale mabaya, sio kwa wewe peke yako. Kwa hiyo hii ni dalili ya wazi ya haya maneno ali hadha, kwa maswahaba ridwanullahi alayhi fitratuhum, maumbile yao walikuwa naelewa matamshi ya Qur'ani, uelewa wa ndani kuliko mtu mwingine yeyote. Babu fadhli salati li waqtiha, mlango unaozungumzia fadhila za swala kwenye wakati wake. Wa anhu ay Abdullah ibn Mas'ud, na kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nimuuliza Mtume ayyul amali ahabbu ila Allah, ni ipi amali inapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Mtume akasema as-salatu ala waqtiha, kuswali swala kwenye wakati wake, hiyo ni amali inapendeza sana kwa Allah. Qala, akasema Ibn Mas'ud thumma ayyun, kisha ipi tena amali bora inayopendeza kwa Allah? Qala, Mtume akasema thumma birrul walidaini, kisha kuwafanyia wema wazazi wawili. Birru, kuwafanyia wema, alwalidaini, wazazi wawili. Qala, akasema tena thumma ayyun, kisha amali ipi tena inapendeza? Qala aljihadu fi sabilillah, ni jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abdullah ibn Mas'ud akasema hadathani bihinna Rasulullah, amenihadithia kwa hayo mambo Mtume alayhi salatu wasalam. Walau istazadtuhu, na lau ningemtaka ziada, ningemuomba anizidishie, la zadani, angenizidishia, angeniletea matendo mema mengi 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 ambayo
yanapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayul amali ahabbu ila Allah, ni ipi amali inapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na hili neno al-amal hapa linakusanya al-a'malu mutlaqan, linakusanya matendo yote, linakusanya matendo yote. Matendo yote vipi? Ay amalun qalbiyya au amalun badaniyya, matendo ya moyoni au matendo ya kwenye kiwiliwili, yote naingia hapo ndani. Aliposema ayyul amali ahabbu ila Allah, ni ipi amali, ni lipi tendo linapendeza sana kwa Allah? Sawa sawa utanjibu kwa tendo la moyoni au ni kwa tendo la kwenye kiwiliwili, basi nitajie tu amali gani inayopendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ziko hadithi zingine Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha kuna matendo yanapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yapo, lakini matendo ya kalbia, ya moyoni. Kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, nasema aliulizwa Mtume, ayyul amali ahabbu ila Allah, ni ipi amali inapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala al-imanu billahi, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa nasema as-salatu ala waqtiha. Kwa hiyo hili likajulisha hadithi hii sasa ya al-imanu billah na hii as-salatu ala waqtiha, imejulisha kwamba hili al-amalu, neno hili al-amalu, na tena Mtume kaliwekea alif na lam. Al-amal maana yake ni matendo mutlaqan yote, sawa sawa yatakuwa matendo ya moyoni, sawa sawa yatakuwa matendo ya kiwiliwili. Amali inayopendeza sana kwa Allah iwe ya moyoni au ya kiwiliwili, Mtume akamwambia as-salatu ala waqtiha. Kwa sababu yako matendo mengine ya moyoni, kaulizwa pia Mtume kwenye hadithi nyingine kasema al-imanu billah, na hapa pia kasema as-salatu ala waqtiha. Na swala bila shaka ni badania, swala ni amalun badaniyatin, ni tendo la moyoni, ni tendo la kiwiliwili. As-salatu ala waqtiha ni kuiswali swala kwenye wakati wake ambao imma ibtidaan wa imma taakhiran, ima ni wakati wa kuanza au ule wakati wa mwisho, lakini kuanza ule wakati wa mwanzo ni aula wa afdal, ni bora na ni khairi zaidi. Na sala kama takavyoja kuonesha hapa kwamba, na tumepita hadithi zingine kwamba sala huidumu na wakati wake, huitekeleza katika wakati wake, ni katika moja ya vifutio vya madhambi yako, ni moja katika vifutio vya madhambi yako. Thumma ay, kisha pia kauliza tena ni amali gani nyingine? Qala birrul walidain. Thumma birrul walidain, wema kwa wazazi wawili, kufanyia wema wazazi wawili. Na Qur'ani maliun imejaa na huu msingi wa kuwafanyia wema wazazi wawili, sawa sawa watakuwa ni makafiraini, ni makafiri, au watakuwa ni muslimaini, watakuwa ni waislamu. Qala Allah ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ikiwa utakulazimisha ufanye ushirikina, umuasi Allah, ufanye kufuru billah, fala tuti'huma, Allah anasema katika sura Luqman usiwatii. Lakini pamoja na hivyo, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ishi nao duniani kwa wema. Kwa hiyo wawe waislamu wawe makafiri, wema upo pale pale ambao hautokuingiza katika maasi. Wema kwa wazazi wako wawili, ule unao vijijini, ule unao nyumbani, unaoweka nyumbani kwako au kaiti, basi wema kwako wewe ni kuendelea kuwafanyia hata kama mmepishana baina yako na wao kwenye dini. Qur'ani imesema hivyo, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ishi nao duniani kwa wema. Na ma'rufan ma ta'arafahu an-nas, na wema ni ule ambao watu wameshaujua kwamba huu ni wema. Wema ni ule ambao jamii inajua kwamba huu ni wema, sio wema mpaka uje na tahdidan useme taarifu ya wema ni kaita wa kaita, wema ni hivi na hivi na hivi. Hapana, wema ni ule ambao ma taarafa bihi annas, watu washaujua kama huu ni wema. Kumpigia simu ni wema, naam wema. Kumtumia pesa ni wema, naam wema. Kumtembelea ni wema, naam ni wema.
kumnunulia sijui nini katika kanga sijui majuba na nini ni wema, naam wema. Kumsaidia kazi za nyumbani au kuwasaidia ni wema, naam wema. Ma taarafa bihi annas, hii ni kile ambacho watu wameshakijua kwamba huu ni wema. Haiambiwi wema ni kitu fulani kumpigia simu tu au kwenda kukaa naye na kuishi naye, hapana. Ikiwa ni kumpeleka hospitali ni wema kuna jamii, naam ni wema. Ikiwa wema ni kumkaa naye kwenye nyumba yako ukamlisha, ukamsimamia kwenye maradhi yake ni wema, naam wema huo. Hakuna taarifu ya wema zaidi ya hii, hakuna taarifu ya maarufu zaidi ya hii. Ni ile ambao watu najua huu ndo wema. Kwa hiyo mfanyie mzazi wako au wazazi wako wawili. Birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Na mlango huo wa wazazi wawili al-Imam al-Bukhari huyu ana kitabu kinachoitwa al-Adab al-Mufrad. Hicho kitabu amekusanya dalili nyingi sana zinazothibitisha kunako jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Ni muhimu sana kwa sisi talabatul ilm kujali huu mlango. Na niseme kitu kidogo hapa kwenye birrul walidain, ambalo jambo hili aliulizwa kwalo Sheikhuna rahmatullahi alayhi, Sheikh Abdurrahman al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'an, Allah mrehemu kwaliko. Aliuliwa madhuluma. Sasa aliulizwa katikati darasa Sahih Muslim, nilipokuwa tunasoma mbele yake, aliulizwa na mwanafunzi mmoja, ya Sheikh, unasemaje, mimi nina haja na nina himma ya kusoma ilmu, kukaa kwenye darasa na halakati kusoma, lakini wakati huu mzazi wangu mama yangu ananihitajia sana kwenye shughuli za nyumbani, mimi ndiye nayemsimamia sana. Unasemaje Sheikh? Je, niendelee na kutalabu ilmu, kutafuta elimu, au niende nikakae na mzazi wangu? Sheikh kidogo alisoma kidogo kama vile kutanafasi, kutoa pumzi, akasema barakallahu rahmanu barakallahu fika, Allah kubariki. Uliuliza swali hili, akaanza kuelezea fadhila za wazazi, neema ya watu kuwa na wazazi. Kaeleza, toa dalili za kutosha, yani dalili za kutosha, yani dalili kinaifu. Najua watu wengi mnawajua wa Yemen, usulubu wao ni huo. Wao kidogo dalili 50, kitu kidogo dalili 20, 10, 15. Kisha kamwambia hakuna baraka ya ilmu isiyokuwa na ridhaa ya wazazi. Nisikieni maneno vizuri afu yaingize kwenye akili yako. Hakuna baraka ya ilmu bila ridhaa ya wazazi. Nenda katafute radhi za wazazi, utakuja kutafuta ilmu. Mwisho akamaliza akasema, yawezekana ukahangaika kusoma miaka 20, 10, 15, muda wa kuwa mzazi hajakuridhia, usipate baraka ya ilmu, usipate baraka ya elimu. Akamaliza Sheikh kuonyesha ya kwamba nafasi ya wazazi ni nzito. Hata sisi wanafunzi anaweza akaja hapa tumuuliza, umekuja mwenyewe au umepewa ruhusa na wazazi wako? Wazazi wameniruhusu na nini. Tayeb basi, ni lazima upande huu uangaliwe kwa umakini sana. Usidhani ilmu inapatikana kwa kuhifadhi riwaya. Laisa alilmu bikathrati riwaya, elimu si kwa kuwa na riwaya nyingi kichwani, hapana, sio ilmu hii. Kwa hiyo wazazi wana nafasi kubwa sana. Sikia Mtume anasema hivi, amali inayopendeza sana kwa Allah subhanahu ni kuswali kwa wakati. Jambo la pili tukataja birrul walidain, wema kwa wazazi wawili. Thumma qala, kisha pia Mtume akasema, aljihadu fi sabilillah, ni jihadi fi sabilillah, huwa sinamu ad-din, kilele cha dini cha juu kabisa ni jihadu fi sabilillah. Swali linakuja hapa pia kutokana na hadithi hii, inaonyesha ya kwamba jihad nafsi ni kubwa kuliko jihadul adu. Hii hadithi inathibitisha jihadi ya kupambania nafsi
ni kubwa zaidi kuliko jihadi ya kumpiga adui kwa mashambulizi ya mapanga na visu na bunduki. Hadithi hii inathibitisha hilo, kwa sababu mtume kaulizwa ayul amali ahabbu ila Allahi. Mtume cha kwanza akasemaje? As-salatu ala waqtiha, na sala tuzakki an-nafs wa tutahhiru an-nafs, tutahhiru an-nafs wa tuzakki an-nafs. Sala inatengeneza nafsi ya mtu, inatengeneza mafungamano baina yake na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kisha jambo la pili, birrul walidaini, wema wazazi wawili, kwa ishara kwamba hii ni dalili ya wazi nafsi itengenezwe kwanza, utayari utengenezwe kwanza, kisha ndiyo hayo yaje kumpiga adui, na hapo patakuwa pana uwezekano wa kumshambulia adui kwa sababu nafsi imeshalelewa. Na ndio maana kwenye hadithi nyingine nimeitaja, alipoulizwa amali inayopendeza mbele ya Allah akasema al-imanu billah, kumwamini kwanza Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya kweli ya sahihi, kisha baadaye huko thumma al-jihadu fi sabilillah. Abdullah ibn Mas'ud amesema lau ningemtaka ziada mtume angenizidishia. Hii ni ishara pia annahum kanu yuqassiruna fil umur, walikuwa masahaba wanafupiza mambo, hawakuwa ni watu tatwili kurefusha mambo, la wala istazadtuhu zada, walikuwa ni watu wa kufupisha mambo. Kwa hiyo mambo ambayo yalihitajika yazungumzwe mengi, wao walikuwa wanayachukua kwa ufupi sana. Akamalizia babu salawatul khams kafaratun, mlango unaozungumzia kwamba swala tano hizi ni kafaratun, ni kifutio cha madhambi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tukile hadithi kutoka kwa Abi Hurairah Allah amridhie, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwamba Abu Hurairah amemsikia mtume anasema, araaitum, mnaonaje, lau anna naharan, lau kwamba mto wa maji, ule mtu unaopitisha maji, bibabi ahadikum, ungalikuwa kwenye mlango wa mmoja wenu nyumbani kwake, akifungua mlango tu kuna mto wa maji pale unapita pale, kama mto Naili, mto ziwa Nyasa, ziwa Victoria, unapita pale mbele ya nyumba yake. Mnaonaje lau mto wa maji ungelikuwa mlangoni kwa mmoja wenu, yaghtasilu fihi, anaoga ndani ya huo mto, kulla yaumin, kila siku, 5, mara 5 kila siku. Siku fulani anaogelea, tukafikia anaogelea mara 5 huyo mtu. Ma taqulu, mnasemaje? Dhalika yubqi min daranihi, hilo la kuogelea, yubqi min daranihi, litabakisha uchafu wake wa mwili. Je, uchafu wa mwili wake utaendelea kubakia? Qalu, wakasema masahaba, la yubqi min daranihi shay'a, hautobakia min daranihi, katika uchafu wake, shay'an, kitu chochote. Hakuna uchafu utakaoweza kubakia kwenye mwili wake. Qala, mtume akasema, fadhalika mithlu salawati al-khams, na huo ndio mfano wa swala 5. Yamhu Allahu biha al-khataya, hufuta Allah subhanahu hufuta biha, kwa kupitia hizo swala, al-khataya, makosa madogo madogo yale, Allah hufuta yale makosa kila saa. Hadithi hii ni katika hadithi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam adhhara lilwara qimmata balaghatihi lilughati alarabiyya. Maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam yamedhihirisha wazi kiwango cha hali ya juu cha mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kuijua lugha ya Kiarabu. Yani ameonyesha balagha ya hali ya juu mno, kwa sababu lau utasema usitoe tashbihi zilizopo kwenye huu mlango, hii hadithi na tashbihi nyingi sana. Wachukulia hayo maneno, mnaonaje lau mlangoni kwa mtu pangelikuwa pana mto, lau mlangoni kwa mtu pangelikuwa kuna mto wa maji, sio mto wa maziwa, mto wa maji, na mto huo upo nje ya mlango wako, akawa anaoga kila siku kwenye ule mto 5 marat,
mara 5 anaoga pale kwenye ule mtu. Balagha zote hizi. Je, kwa kuoga kwake huyo mtu atabakiwa na uchafu kwenye mwili wake? Wakasema hawezi kubakiwa na uchafu wote katika mwili wake. Mtume anasema wadhalika mithlu salawati al-khams, na huo ni mfano wa swala 5. Ni mfano wa swala 5. Ni mfano wa swala 5. Allah subhanahu wa ta'ala hufuta kwa hizo swala 5 makosa. Balagha, yani mafumbo makali sana. Mto wa maji imma itakuwa ni misikiti, imma itakuwa ni musalla uliopo mahala ambapo ukitoka unakutana na sehemu ya ibada. Ukitoka unatembea unakutana na sehemu ya ibada. Kisha huo mto, ndani ya huo mto panapita maji, thawabu zinapita mule ndani, dhikru, kiswali qablia, baadia, ukamsabi Allah, ukaomba istighfar, maji yanapita. Neema hii, hatua unazopiga za kwenda msikitini, zote hizo ni neema, ni maji haya yanayopita hapo. Kisha wewe ukaingia kwenye msikiti huo au musalla huo, ukaswali swala zako 5, kwa maana ukaogelea. Na kwenye kuogelea hapo kuna kutia udhu, na Mtume swalla salam anatuambia kila udhu ambao mtu anautia udhu, akiosha mikono yake, akiosha miguu yake, uso wake, Allah hukutisha madhambi. Ndio hilo tendo la mtu kwenda kuoga. Akaingia kwenye msikiti, akaomba dua ya kumaliza kutia udhu, akaomba dua ya kuingia kwenye musalla, akaenda akaswali qablia au baadia, qablia au tahiyatul masjid, akakaa yantadhiru sala. Hapa tunazungumza mtu yuko naogelea tu hapo, akakaa anasubiria sala. Zote hizo madhambi yake yanafutika na anahesabiwa yuko ndani ya swala, maadama fi musalla, muda wako yupo kwenye swala, kwenye sehemu yake kuswali. Akasubiria mpaka imamu akaqimu, pakimia swala, yuko kwenye safu al-awwal, mstari wa kwanza ambao una fadhila nyingi, yupo pale mtu, akaswali nyuma ya imam fil jamaa, akadiriki takbiratul ihram, takbira ya mwanzo, anaogelea tu hapo, yuko naogelea tu. Akasikiza qiraa cha imam, akatadabbar, akazingatia kinachosomwa, akakielewa, yupo naogelea tu. Qur'ani nisikie na somo mpaka imamu anakwenda kutoa salamu, manake amediriki min awwaliha ila akhiriha ma'a al-imam, manake faqad adraka al-jamaa, amediriki swala ya jamaa. Malipo ya swala jamaa ni maarufu. Kisha mtu huyo alipomaliza kuswali kwake, istaghfara rabbahu, akamwomba Allah msamaha, astaghfirullah, yuko pale pale kwenye musalla, akasoma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, akasoma ayatul kursi, akaleta ayatul kursi, akazileta zote ayatul kursi kwenye kile kikao, akasoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulk. Kikao kile anaogelea hapo, nazungumzia swala. Nasema hii hadithi imejaa balagha nzito sana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mwisho kabisa akasema yamhu Allahu biha al-khataaya, Allah hufuta kwa hizo swala makosa yako madogo madogo yote. Kwa hiyo bila shaka as-salawatu, swala hizi 5 ni kifutio cha makosa ya watu yasiyokuwa madhambi makubwa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.